Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ni siku ya kwanza kabisa ya wiki, lakini ni siku ya kwanza ya mfungo wetu wa siku 7 kama ilivyo kawaida ya kwamba huwa tunafunga mwanzoni mwa mwezi, lakini huwa tunakuwa tuna maombi ya kujiweka wakfu siku ya kwanza kabisa ya wiki ambayo ni Jumatatu. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Bwana siku ya leo tuna agenda mbili. Agenda ya kwanza ni ile agenda ya mfungo ambapo tunaenda mbele za Bwana kwa ajili ya kujitakasa. Tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu kwa ajili ya mfungo kwa njia ya kujitakasa. Tutaenda mbele za Bwana, tutajitakasa na kutubu dhambi zetu zote, kujitakasa juu ya kila kinachoendelea ndani ya maisha yetu. Utakiombea toba. Kama kuna hali ambayo unaipitia, kuna hali ya uchumi unayoipitia, nataka uende mbele za Bwana kwa toba. Jitakase tu vile ambavyo Mungu atakufundisha na kukuongoza kujitakasa. Jitakase. Utakapoendelea kujitakasa, unafungua milango mingine mipya katika ibada yetu ya mfungo, kwa sababu unavyozidi kujitakasa ndivyo unavyozidi kutengeneza mwenendo wa kubarikiwa, mwenendo wa milango iliyofunguliwa tunapoingia kwenye mfungo wetu ikiwa ni siku ya kwanza. Kwa hiyo tutaendelea kusoma Zaburi ya 51 tukimwambia Roho Bwana, tunaomba ututakase. Endelea kujitakasa ndani ya maisha yako, mahali ulipowaza vibaya, mahali ulipoenenda vibaya, mahali ulipotenda dhambi, endelea kujitakasa. Katika kila jambo ambalo unalipitia, endelea kujitakasa tu. Endelea kujitakasa. Kwa sababu Biblia inaeleza kwamba Mungu anataka tu watakatifu. Akasema iweni watakatifu kwa maana mimi Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo tunapojitakasa tunaruhusu nguvu za Mungu kuanza kutembea na sisi katika mfungo wetu wa leo. Lakini tunaona maandiko yanaeleza ya kwamba Mungu anataka akae katikati yetu. Alipokuwa akiwaambia wana wa Israeli, akasema vinataka kukaa katikati yenu, akasema jitakaseni. Kwa unaona mahali Mungu alitaka akae katikati ya watu wake, alitaka watu wake wajitakase, wawe safi machoni pake ili aweze kukaa katikati yao. Kwa tunahitaji Mungu akae katikati yetu, awe pamoja nasi, atuongoze katika mfungo huu wa siku 7. Kwa tunaenda kujitakasa mbele za Bwana. Tunaenda kujiweka wakfu kwa kujitakasa mbele za Bwana. Lakini agenda ya pili tulio nayo ya wiki hii ni vile ambavyo tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu kama ilivyo kawaida. Tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya kubarikiwa. Tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya kulindwa na Bwana. Tunaenda kutengenezewa mazingira katika ulimwengu wa roho ambayo adui hataweza kupenya wala hataweza kufanya jambo lolote. Kwa hiyo tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu ili tupate kubarikiwa. Kama maandiko yanaposema, Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wajiweke wakfu kwa Bwana. Nataka nipite niwabariki. Anasema ili niwabariki leo. Wajiweke wakfu kwa Bwana ili niwabariki leo. Zipo baraka zinazotokana na sisi kujiweka wakfu. Mungu anataka kutubariki, manake zipo baraka za wiki hii ambazo Bwana ameziratibisha. Zipo ratiba za Bwana za kuwabariki watu wake, ambapo akitazama watu waliojiweka wakfu ndipo anapitisha baraka anazotaka kuzipitisha kwa watu wake. Kwa hiyo tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana ili kubarikiwa na Bwana. Yapo mambo makubwa ambayo Mungu ameyaandaa kwetu. Amesema mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hayakuwahi kuingia ndani ya moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Anasema atatujulisha hayo mambo kwa Roho wake. Kwa tunapojiweka wakfu kwa Bwana, Roho Bwana anaanza kutujulisha yale mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hayajawahi kuingia ndani ya moyo wa mwanadamu. Yale mambo ambayo makubwa Mungu ameandaa kwa ajili yetu, tutajulishwa hayo mambo kwa Roho wake. Kwa hiyo tunataka twende mbele za Bwana tukajiweke wakfu kwa ajili ya kubarikiwa. Lakini huwa tunajiweka wakfu kwa Bwana ili tulindwe na Mungu. Tunajua kabisa Biblia inaeleza kwamba shetani ni kama simba au ngurumaye.
akitafuta mtu apate kummeza. Tunaona maandiko yanaeleza ya kwamba lazima tumpinge shetani. Sasa mpingeni shetani naye atakaa mbali. Na moja ya silaha ya kumpinga shetani akae mbali na wewe, akae mbali na kazi za mikono yako, akae mbali na afya yako, akae mbali na watoto wako, ni kujiweka wakfu kwa Mungu. Unapojiweka wakfu kwa Mungu, mbingu zinafunguka. Unapojiweka wakfu kwa Mungu, tayari shetani anakaa mbali na wewe, kwa sababu ni jambo la kiroho ambalo mbingu zinaona, ni jambo la kiroho ambalo shetani anaona. Anajua ni wangapi wamejiweka wakfu. Huwa na wadanganya wengine usijiweke wakfu. Anajua kabisa huyu hapa tumefanikiwa, huyu bana, huyu tumeshindwa. Na ndio maana ukuta watu wanarudi na shuhuda kwamba katika ajali hii iliyotokea, hakika nimemuona Bwana. Yaani kama si Bwana aliyenipigania, hii ajali ningekufa. Kwa nini? Kwa sababu Bwana alitaka kumlinda, lakini kanuni yake ni lazima ujiweke wakfu kwa Bwana. Shetani naye anakuangalia, je, kama unajiweka wakfu kwa Bwana ili aweze kupitisha uharibifu wake. Anapoona umejiweka wakfu kwa Mungu wako, anashindwa kuna namna ya kupitisha uharibifu. Kwa hiyo ziba mianya ya nguvu za giza ambazo zimebeba mambo mengi, ajali, zimebeba magonjwa, spiritual attacks, zimebeba mambo mengi sana ambayo adui anayatumia hayo kutaka kuleta uangamivu. Lakini tutamshinda shetani kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Tunataka tuende mbele za Bwana, tutaomba na Bwana anaenda kuachilia neema. Anaenda kuachilia neema na utamshangilia Mungu kwamba Bwana baraka zake hazichunguziki na unaenda kuziteka ndani ya wiki hii. Nataka tuende mbele za Mungu, tukamwambie shetani huna mamlaka. Tutaenda mbele za Mungu tukamwambia Mungu, naomba tubariki. Shetani hana mamlaka kukamata mawazo, fikra. Shetani hana mamlaka kukamata jambo lolote. Tunataka twende mbele za Bwana tukamwambie Mungu, tunapojiweka wakfu kwako, tunaomba tubariki, tunaomba tuinue, tunaomba anza na sisi kwa ushindi usio wa kawaida. Na baada ya hapo utamshangaa Bwana mambo atakayoyatenda ndani ya wiki hii. Bado nataka nikukumbushe ya kwamba mwezi huu ni mwezi wa maombi. Kwa tutakuwa tuna vipindi mbalimbali vya maombi, lakini na wewe pia ya kupasa kuwa na vipindi mbalimbali vya kuomba. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa rehema na neema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu na kibali chako. Asante kwa mafuta unayoachilia ndani yetu. Asante kwa ulinzi unaoachilia ndani yetu. Roho Bwana, asante kwa upendo wako ajabu ambao umeuachilia ndani yetu kupitia neno lako. Tunakushukuru kwa vile ambavyo Mungu uko pamoja nasi. Asante kwa ajili ya mfungo wetu ambao leo ni siku ya kwanza. Tunakushukuru kwa maana Mungu unaenda kuachilia mafuta na damu yako inaenda kututakasa tukawe weupe kuliko theluji katika jina la Yesu. Kama vile ambavyo mashariki na magharibi iko mbali, Roho Bwana unaenda kutuweka mbali na dhambi zetu. Unatutakasa, hutakumbuka uovu wetu tena. Roho Bwana, asante kwa maana umesema unasamehe dhambi kwa ajili yako mwenyewe. Nasi unaenda kutusamehe, unatutakasa na kutuosha. Tunajiweka wakfu katika utakaso katika mfungo huu, Bwana, kutukiita damu yako ya thamani itutakase na kutuweka huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, ninaomba kwa ajili ya wiki hii, baraka ulizozikusudia ndani ya wiki hii, utajiri ambao umeuamuru tujilie wiki hii, amani ulioruhusu tujilie wiki hii, uzima, uponyaji, afya ulioachilia ndani ya wiki hii. Mungu aliye hai, tunaomba rehema na neema ambazo zimebeba amani yetu zikatufunike. Tunajiweka wakfu katika kubarikiwa, tunajiweka wakfu katika kuinuliwa, tunajiweka wakfu katika kutiwa nguvu. Adui hatapata nafasi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Tunaibatilisha na kuiangusha mipango yote ya nguvu za giza. Tunabatilisha na kuangusha kazi zote za kuzimu, mipango yote ya uharibifu tunaiangusha katika jina la Yesu. Giza lote lililojitenga kuleta uharibifu ndani ya wiki halitafanikiwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema. Asante kwa mkono
wako wa uponyaji. Asante kwa nguvu zako, asante kwa amani yako, asante kwa ushindi wako, asante kwa utajiri unaoachilia na ulinzi unaoweka ndani yetu. Hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na ajali, hakutakuwa na uvamizi wa mawazo, fikra, hakutakuwa na uvamizi wao wowote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa maana ni wiki ya baraka, ni wiki ya neema, ni wiki ya kubarikiwa na kuinuliwa juu. Baba, ninaomba rehema zako zikatufuate, baraka zako zitufuate, ushindi wako tufuate, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Adui hatapata nafasi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana, na Mungu wangu akubariki sana. Endelea na maombi ya namna hii, lakini pia tunaenda kumaliza na kujikabidhi mbele za Bwana kwa sadaka zetu. Utaenda kuachilia sadaka yako, kujiweka wakfu kwa Bwana. Utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema.